R to the I to the C. Man, before tuanze, I have something to say kwanza. Nitawapatia kitu ambacho kinaitwa mind teaser. It's a brain teaser. And it's a question for all you guys. Today we have a very big topic. But before we get to that, let's talk about something special. Yani nitapatia kwanza kadisi kama kitendawili hivi. But haitakuwa kiadisi. It's a brain teaser. So imagine you are in the ocean. There's a lot of sharks surrounding you. And you are in the middle, you have a little boat. And that little boat can drive you to the sand. But you can't go there. When you're about to go there, there's lions waiting for you. You know, they're waiting for you. You can't go anywhere. How can you survive that? Kwa wale ambao wasikii Kiingereza, yani ukifikiria uko ndani ya ocean, uko masamaki makubwa sana, yani tuseme kama vile kwetu Afrika viboko, niko na kuchunga mule, unasikia hicho kitu ambayo wa Afrika wengi wanaelewa. Kiboko kinakuchunga kinataka kukukula, uko ndani ya kaboti kadogo. Kale kaboti kanaweza kufikisha kando. Lakini kwa muda kama huyo, kando kuko masimba zinakuchunga, yani ukifika pale zitakukula. Sasa ai ndio visu unaweza pona. Acha niwapatie tu dakika kidogo mfikirie kisha tawapatia answer. Sasa acha niwaambie kitu kimoja. Answer to that for English, stop imagining. Kwa Kiswahili zuia mawazo yako, yani stop, acha kuwaza, acha kujifikiria na utawinda hii. Thank you again. This is your twin, Eric, your host of today. And we have a big topic that we're gonna get into. That topic, we have a special guest everyone. They are coming in, and the topic is simple. Topic ambayo tunayo leo, kwa nini wasichana wala wanaume wanaenda Afrika kuoa na kuolewa, na wakati wanaweza kuoana hapa, kwa nini hawaendi fasi nyingine? Why do most African guys they go to marry in Africa and they decide to go marry in Africa instead of marrying here? We really want to know. That is very big topic. Na nataka niwajulishe kwamba hii ni changamoto yenu kwa wale ambao wanatufuatilia katika kipindi chetu cha EG18. Mjaribu sana kututumia comment kwa sababu hii kipindi sio kidogo sana, kipindi kubwa sana ambayo tunataka hata na nyinyi majibu yenu. Lakini acha tusikilize wale ambao wanawaita ni wa wise, ambao wanawaza sana, watatuambia what's going on na watatujibia katika hizo question. Kwa wale ambao hawajui, tafadhali mjitambulishe. Tunaanza na mama. Mimi ni Darita. Darita, kwa wale ambao wakujui unafanya kazi gani wewe katika hii nchi ya Boise? Mimi ni Darika, niko musicienne chrétienne kanisa ya Calvary Church. Yani wewe ni msanii ambaye anaimba nyimbo za Mungu. Na hawa watu kabisa ni watu ambao tunapasha fuatilia. Hawa anaimba ni kweli, na nyingine episode ambayo itakuwa tutamuita yeye mwenyewe na tutaonesha kazi ambayo anazifanya. Tunaenda kwa wengine treasure pale. Kwa wale ambao wakujui, wewe unafanya kazi gani? Mbele yote naitwa kwa jina Elmo Cabeldor Salvador Tresor Mwembo. Tokos. Yeah. Sijafahamika vizuri kwa kazi ambayo ninafanya, ndio maana siwezi kuwa able kutaja nafanya kazi fulani sababu sijaonesha kazi yangu mbele. Ndio maana watu ambao wananijua kwa hivyo wanajua kwa style ambayo ninayo basi, lakini najua next time watajua nini nakifanya na napangilia kufanya nini. Kama kisimu msikia, lakini treasure gift gani ambayo nayo wewe ukiangalia katika maendeleo yanaendelea ndani ya Boise, kitu gani ambayo siku zinakuja tunaanza kujua most people might know you from? Okay, cha kwanza naweza nikasema kwa siku zijayo ama siku za mbele watu wanaweza expect kitu kizuri kama hivyo, yani tuseme kuhusiana na kitu cha sanaa hivi. Yeah. Yani lakini sasa nikaongea ni kind gani ya sanaa nafanya, lakini watu watajua wenyewe na wataiona wenyewe kabla sijaongea. Kama kisimu msikia, yani kila ambacho anayo ni sanaa, lakini it's a very surprise. Hata wajulisha msiko ambazo zinakuja sanaa gani anayofanya, kwa sababu sanaa ziko mitindo mingi, there's too many kind of acting. So acha tuende kwa brother John naye pale. Mimi naitwa kwa jina la Fredi. Niko marié na mke na watoto wawili. Naishi hapa Boise karibuni
miaka 4.5 hivi. Kazi yangu ninayo sijawahi kuifanya ajili nilikuwa sijakuwa star kufanya, lakini naona munde kidogo watu watajua nini naweza nikafanya. These people that we brought in today ni watu ambayo tunajua kabisa wanaweza kuongelea topic. Kama vile Ferdinand pale ni mtu ambaye iko na mke, iko na watoto, ni mtu ambaye anaweza tuambia mzuri sana na yeye atatuambia siki wakati alioa alienda Afrika wala alioa hapa. Na kama alienda Afrika na atatuambia why alienda Afrika. Na tunimleta hapa Treasure naye kwa sababu ni mtu ambaye ni single. Topic itakuwa mzuri sana kwa sababu hata tuambia wapi ndio ataenda uwea. Ataenda Afrika wala hata uwea hapa. Na atuambie why. Na tumemleta naye mama ni mtu ambaye ameolewa, iko na mke, iko na bibi na bwana. Na yeye atatupatia idea zake kwa sababu hatuwezi leta tu wanaume tu peke yake na wanawake wanapasha kutuambia. Let's go now to the point, guys. Mama Darika. Unaweza kutuambia kwa kifupi kwa nini watu wengi kama vile wewe mwanamke, kwa nini reason gani ambayo inaweza kutuma wewe uende wa Afrika usiolewe Afrika? Ya mwanamke kurudi Afrika kwenda kuolewa. Kuoa tuseme sababu ukitoka kuolewa. Wasikia Huyo bwana hana pesa. Wasikia sasa ndio hiyo ingine level. Yaani wale ambao wanaenda kule kama wanamke wanaenda oa. Si balaa hiyo kweli. Hiyo ni shida anaenda oa. Ndio. Mwanamke yuko Ulaya, yuko anaenda Afrika kwenda kuoa. Iko shida, iko na maparametri mingi na tutazungumzia fupi. Kuko wadada wanatoka Afrika wanakuja hapa. Wakishafika hapa Ulaya wanasikia maneno mingi. Kwani ile kushtuka maneno mingi inawatuma sasa kujiaminia na kujijisha kwa bure. Kwani ukishakuwa unafika mwingine mwezi mbili wanaume 5 wanakujua. Deja unachafula reputation. Kama unakuja unatoka Afrika, unakuja hapo unajichunga, utapata bwana unatolewa. Mtu anakaa na herero, unaweza pendana na moyo ule bwana anakudesevoir, unaweza jichunga. Na after ile unaweza pata bwana kama Mungu kuna huko unakupa Mungu utaolewa. Wale wako naenda Afrika iko nao ni mzuri iko herero juu kuko parametre nyingine wanamke wanasawa bwana hapa ni waisco. Kwa nini? Anaweza kupenda au upatie pesa, umetumika upende kuonesha sheke, ukatumika upende kumuzia kiato, ajitegemee yeye peke. Ina marezo mingi. Sasa wanarudia kule wanaenda leta bwana. Na wale bwana nao sasa watakuja watakuwa tu meme. Donc iko tu ni herero. Donc ya muhimu ni kujichunga na kuomba Mungu akupatie mfupa. Manake mimi nasikia point ambayo umegusia. Point ya kwanza nilisema ni jinsi unafika hapa una destroy your own image. Yaani ukishajua sasa ukisha destroy image yako ushapita wanaume kwa wanaume. Unaanza sikia taibu, hakuna mbaya anaweza kuoa hapa. Ndio. Sasa unaamua unaenda Afrika kutafuta bwana. Tatizo sasa na bwana wale wakifika hapa watajua ile tabia yako pia. Watasikia ile tabia yako na mele itaikafika. Acha twende kwa Treasure naye atuambie sasa wewe kwa hiyo wazo kama vile wewe single sana. Wewe ukiangalia hivi eske utaenda Afrika wala utaolewa? Unajua cha kwanza naweza nikaongelea kusema natoka Afrika na kuja hapa. Afu kusema tena nitafute mwanamke nirudie Afrika. Yaani hapo nitakuwa nimetumikisha akili ya kijinga hiyo kusema. Sorry. Unaona, tutakuwa natumikisha akili ya kijinga tuseme hivyo. Sababu hao wanawake ambao wako hapa ni wanawake kama wale ambao wako hapa. Unaona? Afu istoshe wakati mtu unarudi Afrika eti naenda kutafuta mwanamke. Labda utaangalia na usosi nikaenda msiku 3 ama mwezi 1, 2, 3 ambao nitaishi huko, nitatafuta yule ambaye nitampenda, nitamjua tabia, nifanye naye ndoa, nirudi nije nianze kufanya declaration. Yaani sitakuwa na muda ambao itakuwa enough kwangu. Itabidi nipige simu home,
kwa machizi wangu, masala wangu, ewa mniangalie, mniangalie kama kuna chikizi nzuri, wa fresh sijui nini na nini, kitu kama naitwa, wanakutafutia haujui. Unaona, haumjitabia. Yaani kama hivyo wanakutumia picha. Unaangalia unampenda mtu kwenye picha, so haina maana. Unapenda ndio picha kumpenda yeye. Sababu kitu kingine naweza kuongelea, usema umuoe mwanamke ambaye utaishi naye miaka, sababu kuoa sio kutry. Unaona? Inabidi uoe juu ya kuoa limoja. Sio kusema eti napima afu kesho tena nitaenda kuchagua mwingine. Unaona? So ukisema uoe picha, sababu ukitaka uoe mwanamke ambaye utadumu naye inabidi umuone kwa macho yako mwenyewe. Sababu mwanamke inabidi akuvutie kwanza. Ukipinda mara kwanza kumuona ushtuke. Hapo unajua ni yule ambaye unapenda, unaona. Lakini picha utangalia unasema picha utatamani tu. Lakini utapenda. Sasa ukifuatilia ambayo Gari amesema hapa, anasema kwamba wanawake wengi wana destroy image yake. Tuseme unafika huko hapa ndani ya mbuzi, kama haujaona mtu ambaye unataka kumtongoza mwanamke, si ndio? Kisha wanakuambia sema huyu amesha destroy image yake. Yaani mtu hana maana, aisha na mwanaume kwa mwanaume, esi kweli itapatia tena damaa ya kusema mo. Okay. Unajua kama maisha ambayo tunaishi. Lakini kwa sijamaliza kwa mbele unakata tu. Okay. Acha kwanza nikujibu afu tarudi tena kwa sababu napenda nitie msemo wangu iwe clear. Yeah. Kwa kweli ukishafika hapa wapesha huyu mwanamke ameshaharibu image yake, ameshapita kwa huyu, akapita kwa huyu, akapita kwa kweli, ni hivyo, hautamfurahia mwanamke. Lakini kama ni yule ambaye unampenda, unaweza kumuoa tu, sababu hata malaya anaolewa. Unaweza kumtoa changodoa kwenye bar na anakuwa wafaa, unajua unaweza kumpitia. Haujui. So, wewe mwanamke unaweza kumuoa ambaye ameshapita sehemu na sehemu, lakini kufika kwako anapita anaangalia, nimepita kwa ule, nikapita kwa ule, nikapita kwa ule, sikupata chochote. Lakini hapa angalau napata nafasi, napata mtu ambaye atanihifadhi sehemu pazuri, na hata kwa tena na ile shauku ya kupita tena kwa wengine. Anaweza baki na kwa wako peke yako na maisha fresh. Na unaweza kuchukua mwanamke ambaye hajawahi kupita, lakini kufika kwa angalia naye, inabidi nipite tena kwa huyu, niangalie huyu ikoje. Sasa ni bora mtu apite mbele yangu sijamfikia. Lakini wakati atakuwa wangu, awe wangu peke yangu. Hapana sisi nishakuwa naye ndio msikie sasa eti mwanamke wako anatoka mtu fulani. Itaniumiza sana na inaweza kaniharibia maisha. Sababu naweza kaua mtu sababu mke wangu. Unaona? Juu kama unajua ni kwangu umemfuata kwa nini? Juu tunajua wanawake kuwadanganya ni kitu kidogo sana. Unaweza kumdanganya mke wa mtu na unamtendea upagani. So, wakati unamtendea mke wangu kinyama, nitafanya revenge kwako. Nikishindwa kumconvince mke wako nitakuua wewe. So, bora yule ambaye amekutaniwa na pita lakini kufika kwangu katulia. Ndio Afrika unakuwa mwanamke hapa. So, iko kama unajifupishia maisha. Wakati atafika hapa unaona watu wengine kama wako Afrika, wanajua huko Marekani, si ndio? Unamtumia hela za nyumba, unamtumia hela za chakula, anajua wewe uko tajiri. Utampigia simu, Sheriff niko kazini, anasikia gari natembea juu huko Afrika, wanajua mtu kutembelea gari ni tajiri. Kumbe hapa Marekani kitu kwa kawaida. Unaona? Atakuja na image fulani kusema mwanamume wangu mtajiri, sijui ana gari, ana magari, na unajua kisa na mtu tunaona pigana mabongo tu. Yaani unamdanganya demu wako huko niko vijua azidi kukupenda. Sababu amekuwa ikuongea kupendana. Kufika hapa kisha maisha yako ni kawaida tu. So, anaweza kukuchanganya, anakutonisha usha-spendi muda mrefu sana ya kumsubiria nini, lakini kufika hapa anaangalia wengine, anaweza kaenda. Sababu ile image yako kuwazia haiko ile nakukuta nayo. Yaani kama so mtu ambaye Mungu amekupangia atakutoka. Na kipindi na kutoka msha-spendi hela zako za kumdeclare mpaka hapa au utakufa mchezo. Utakufa. Lakini kitu naweza kashauria vijana wenzangu, kurudi Afrika solution. So, wewe unaamini kwenda Afrika no. Kwanza najua kwenda Afrika ni kujipunguzia siku za kuishi. Sababu ni bora yule ambaye nitamuoa hapa. Sikuspendi muda mrefu na hela nyingi sana kwa kwenda kumchukua nini. Sababu ukinikoroga hapa, huko na kwenu niko na kwetu. Nenda kwenu na baki kwetu. Kwa sababu Afrika tunafukuza nenda. Watu wake wote na familia yake tuko Afrika. Eti umenikosea, nimekushika na kukumania, nenda kwenu wapi? Ana kwao.
wewe ndo baba yake, ndo mama yake, ndo mume wake, ndo kila kitu kwake. Lakini wewe hapa tukishindana tuachane mama. Nenda kwenu mbaki kwenu. So nasikia ushauri yako mrefu. Kabla tujatia comment, hata tumsikie naye brother Ferdinand pale. Brother Ferdinand, sasa wewe una mke na watoto. Umeoa hapa wala na umeenda Afrika? Mimi nimeoa Afrika. Umeenda Afrika? Sasa kitu gani ambayo kilisema, yani hapa haukuona wanawake, kitu gani hicho kilikuambia urudie tena Afrika? Kufuatana na jinsi brother anasema hapa Treasure, eske kweli njoo wenyewe imekufikia kweli? Unajua kila mtu yuko na kisi yake. Na wakati tunaingia kwenye process kama sasa tuko marefugee, kienda kwenye seminar wanaweza kutufundisha maisha ya Marekani ni nini. Nasikia. Na yale yote wanatufunza huko ndani ya hiyo seminar. Tukishafika huko, watu wengine wako wanakuja wanaitoa nyuma mgongo. Na kisha kesho wanaumizwa, wanaanza kulalamika Marekani ni pasi pabaya. Marekani sio pasi pabaya. Wakati sisi tulifika hapa boys, tulikuwa kwenye agency ya New America. Kunakuwa seminar wanafanya huko ndani na polisi anakuja, watu wengi wanakuja, watu wa serikali. Wanafunza watu jinsi ya kuishi. Sababu kweli ya mtu tutaishi hapa Marekani. Lakini vijana wengi wanakuja wanavaa mabega yao wanaipanisha juu hivi. Wameona yeye ni mjinga, mshamba. Anatoka Kongo kupori, unaona. Wakati anafika hapa anataka kujifanya kama yeye anatoka kwenye capital city, unaona. Ukishafika hapa kama ukuweza kutii sheria na kuifuata vizuri utaumia. Unaona. Kama mimi nilifika hapa Marekani nilikuwa na fiancé mke wangu yuko Kongo, nakuja huko. Na sikutokea tu Kongo nikakuja direct hapa. Nitoka Kongo nikaenda na South Africa, Botswana, Zambia, Namibia. Niona wanawake wengi. Lakini nilikuwa najua tu naacha fiancé wangu nyuma kwa nimemwacha. Wakati nimefika hapa nikaona mgeni iko, nikafuata hiyo seminar walipatia, ikanipatia akili. Nasikia. Wakati nimeona hivyo nikasema hapana. Inanibidi kurudi kwenye nilitoka. No. Na mke wangu mtu tulikuwa tunaongea vizuri, anatii sheria zao na mimi napata kutiza kwake. No. Nikaikawa nilikaa bila kufuata wafia hapa, wafia waniongea mambo mengi sana. Nasikia. Huyu kijana amekuja hapa. Tushamtante anaonekana eko impuissant, unaona, eko hivi. Mwanaume gani mwenyewe anafuata wanawake? Wanaongea na mimi naletewa habari. Mimi nacheka nasema wajinga. Hawajui nini wako wanafanya. Nilikaa siku kidogo tu na nikaenda Afrika, nikafanya harusi, nikarudi na kutegemea kumwomba Mungu. Unaona, nikaomba kugawia siku chache tu na akafika. Unaona, wakati alifika hapa na leo niko na watoto tunaishi vizuri. Sasa yani tuseme kwa mfano, yani wewe unaonekana uliacha mke wako, uliacha fiancé wako, yani uliacha mtu ambaye mlikuwa mshasikilizana, mlikuwa na mapatano, sije? Useme haungekuwa naye. Eske na ungeenda au Afrika wala singekuwa na yeye. Unaona, kwa Afrika inategemea. Kama hapa Marekani watu kitu kenyewe mimi siwezi nikataka wamfanyia dada yangu. Na mimi siwezi nikafanyia dada mwingine. Unasikia? Tusikio tunasema tu kama wadada ndio wabaya. Na wanaume hapa boys ni wabaya sana. Unasikia? Leo kurabiana ukiwa watu kiana anafikia miaka 25 hapendi kuoa. Wale ndio wako wanaenda na wanachafua community. Unaona? Mwanamke akija tu hapa anakuja wanamtokea kwa wale watu magari tunatufai, amtokea mwanamke yeye kumpeka tukufaa shopping kwenye winko, naanza kumfuata. Akishamfuata mwanamke ndiye kama hana makini na hana akili. Unakuwa wanawake wengine ni wazungundio. Unamwambia kumwambia nakupenda, wewe na mimi nakupenda. Hiyo nayo inaenda kuharibu community. manake Mbele ya yote mwanamke mtu mwenyewe alilelewa vizuri na familia, mwenye anajua maisha ya umutu. Haiko mwanaume mtu anataka kuambia tu dada anakupenda na mimi kaka nakupenda. Hapana. Mbele ya kupenda mtu
unakuwa unafanya kwanza examen de conscience, unachunguza, unauliza community huko mapasteri wako maeglize ziko na kuna wamama wa kujiheshimu hapo, unasikia? Unauliza kweli kiama mwenendo wake iko je? Hapana tu mtu anakia tu I love you. Unapungula meno, unasikia hata haya, unasikia? Oh, na mimi nakupenda. No. Ile iko inaleta bisigani sana mcommunity. Okay, kimimi iko inaniumiza sana. Hata wewe inaonekana hata haungekuwa na mpenzi kungeenda tu Afrika kwa sababu hapana, wanawake wazuri wako hapa. Na wanaume kwanza, nazungumzia sisi wanaume ndio wabaya zaidi kupita wanawake. Wanaume ndio wanavuruga. Huko kwanza wanaume, mtu anajiita mume wa mtu. Angalia mnjia na asiwe pia anapita. Anajificha. Na hii Facebook ilikuwa ma WhatsApp. Unasikia? Utaona mtu na bibi ndani ya nyumba yake. Balala ukitana na mke. Yeye angebia kishalala kwa message. Anavuta mbio. Unasikia no? Kile yote ni ukora. Unaona? Epi sitoshe. Bafie, wewe mtoto tu wa mtu mwanamke huko kwenu. Utaanza je kupendana na bwana wa mtu. Unaona kama ni shetani mtupu unajiletea. Na ni mikoshi kujiletea hiyo. Unaona? Isitoshe. Utaanzisha pia iko kwabo bwana wa mtu anampata, anakubali kupendana naye. Kisha wewe mwanamke unapendana na bwana wa mtu. Unafikiri hawa biana hawa watrezo wapitie. Watakuja kuoa tena. Na wewe kwanza ushapoteza identity yako. Hatujui kama uko marie, kama uko mapepe, hatutu kuidentify mnamna gani. Unasikia? Unaona tena. Unakutanisha bibi wa mbunyumba. Iko napendana na jeune personne. Unaona? Na iko na bwana. Ile yote iko inaumiza. Sasa acha tu nasikia kabisa inaumiza. Yaani wewe kufuatana na jinsi unasema. Inaonekana kwamba hapa boys imechafuka sana. Boys imechafuka. So kwako wewe maana yake ushauri hawezi hapa huwezi kumpata tena mwanamke ambaye anatulia kweli. Wanawake wapo. Mbele ya kuoa unapaswa unaangalia kwanza. Mama yake au pia mnataka kuoa. Comportement yake inakuwa je? Baba yake mcommunity ni mtu anaweza kumuita shometa mariage ya mtu. Unasikia? Juu kama baba na mama wako na desordre na mtoto nani wa ile desordre. Unasikia? Epi kuna kwa pia wengi hapo tuko nao hapa hawana identity tena. Baki kwa bwana wa watu wako kwa celibateri bako pia umoja ajiteko na boyfriend set. Unasikia? Unaona? Kisha wewe unataka pakuoa. Mwanamke kuolewa ni kisu unachishika unachikamata. Unaona hii mambo daki alizungumzia. Mwanamke anakujaka hewa kama vile fluid. Anajificha, unaikaa kwenu. Naweza nikakuja leo na kia sasa nataka kuongea na mwanamke kwako panaikaa. Unaongea na mwanaume au utatoka hata kusingiza mwanamke aseme mwanaume mwende nje ya mpango wenu. No. Sababu mwanaume anakia anaingia nyumbani mtaongelea hapo. Analaga anatokea hapo na kuacha hapo. Akisha kuacha hapo anaondoka anaenda. Wewe sasa huko unachunguza na usikuwe mwepesi wa kuvulia tu mwanaume manguo. Utavulia wanaume ngapi manguo? Unasikia? Kuna kwa pia akipita hapa aishaonana na fulani wake ashaonana na ba Freddy, ba Jacques, ba Leon, unasikia una identity. Changodoa mapepe. Unasikia? Nguo ya mwanamke. Unafanya kuvulia wanaume nguo wakati mchafunga pingo ya ndoa. Unasikia? Hata mama anakutoa mali kwa leo akuletea mali kwenu. Hawapashi kumvulia manguo. Unaona na hapa boys. Kwa pasio wao wanabankia mandoa, wanabankia bila kujua. Unasikia? Hawezi kubankia ndoa ya mtu bila kwanza ameyajua ita damu ya mwanamke, ameenda hospitali kupima magonjwa ya kuambukiza iko nyingi. Kwa sababu mwanaume fulani anaweza kutokea na kupenda. Anataka kuharibu. Aisha aona yeye anaumia sana kutokea akisha kuprofite. Hapa ile relation sexuelle hapa le mariage. Unasikia? Anakuchafua anakupatia malali fulani. Kisha ndio mnapaa ndoa. Kwenda kupima hivi unaathirika na magonjwa. Sasa brother Fredina, hiyo ni topic kubwa ambayo tukifuatilia hiyo sana. Yaani tunapasha mimi na wewe tuchukue ingine muda tuongelee hiyo topic ya jinsi watu hapa kuweza kujishika. Lakini sasa hapa kwa muda kama hii acha turudie kwanza kwa Darika. Fuatana yale ambayo amesemeka. Ni ushauri gani unaweza patia wasichana
Kwa sababu eske kwenda mimi nisikia kwamba ukienda Afrika unapoteza kwako, ni ushauri unawapatia ni kwamba unapoenda Afrika mnawaleta wale wanaume wala wanawake wanaendeleza na ile zile tabia. Ushauri kama unaweza kupatia sasa? Ushauri kwa ya kwanza, mwanamke kwa kujua Mungu. Mwanamke kwa kujua Mungu na iko kama uko ndani ya Kristo. Unakana credibility. Jo ukapokea Yesu maisha yako. Iko kamba. Ile kamba unataka hata hivi tu kwa personana anavala mzuri. Unaweza simama na kupenda Mungu. Unaweza fanya kitu unaona Saint Esprit anakuambia deja. Uko mtu mmoja, mko hivi uko na identity kitu fulani. Ya muhimu kwa mafiri ni kujipatia kwa Yesu. Mwanamke achelewa. Mwanamke azikake hauna avance na una retard maisha. Watu hawapende kuomba. Wanamke hawapende kushika Yesu. Juu Mungu ndio anapatia mke mmoja. Ndio anakuambia ni l'homme qui t'aira. L'homme qui t'aira. Hein? Il s'attachera. Il confrontait moi donc attaché. Donc tu es un produit de quelqu'un. Donc ou produit un mouton moins monte pour aller coller. Hein? Et ils deviendront une même chair. Unasikia? Sasa ukafuata ile mambo yote. Kama kwa mtu ulisoma ndio ulikomana mu jamaa ya Kristo. Vraiment ni neema pia mbaya. Mimi peke naweza kupatia example. Nilikia 2015 mwezi. Na kwenye nilitoka nilikuwa na mimi na deception. Mimi niliachana na yule wana nikafanya miaka 3 pale. Nilisema hivi niko na njia, niko naendelea hivi. Sitapenda na safari na kamata sa njia mwani kuomba na kungoja nini? Na Mungu alinitendea mja. Je suis une témoignage ya watu wengi. Na sasa nilifika Mboezi. Vraiment hii mwingine vile kaka Freda anasema. Iko mwingine mko na majaribu. Tu aba papa mko na bwana nyumba ni papa responsable wa kwa. Bakakuona tunakuya. Bote batafatu. Tour kabisa. Batakuona mwa chance banakuona tafuta ba interprete mimi watu walinipenda wani. Nani wanafanya ba interprete? Ba interprete ba chauffeur donc uko natafuta kwenda kuuza chakula fasi moja atakwambia uko na lazima right tukusaidie. Mais unapasha jangalia. Mwanamke mwenye uko na kitu na qualité. Mtu ifo kujijua. Na kila mtu ifo kuwa na goût. Maisha kwa sasa huko mwanamke mwingine anapenda tu mwanaume mfupi. Huko mwanamke mwingine anapenda ifo hivi kaka alitia mandevu pale atapenda. Mais huko mwingine photoshop. Huko mwingine anapenda tia locks. Huko mwanamke mwingine anapenda coiffure comme responsable. Hawezi kuwa mwanamke wa kuingiza yote. Sio kuingiza yote donc locks, joueur, musicien, ministre non. Movi kuko bibi ya soldat. Kuko bibi ya musicien. Kuko bibi ya autorité. Kuko bibi ya president. Juu na mavalio inapishana. Juu hawezi kuwa bibi ya president. Ufike mufete mwa hivi ushimame wanje cheza. Si bagari de kwa batabikalisha. Banaweza kutosha wanaona kama unakuu. Bibi ya responsable kuna kitu. Sasa vile kaka Fredi vile alienda oa Afrika. Angesema mzuri. Alioa ni kukuta fie mwana koka. Juu na baba fie Afrika. Biko tena double kushindana hapa. Unaona? Afrika kuko Himalaya me Afrika kuko na ile haya. Unaona? Polisi hakuna. Bafia polisi hapa na. Juu mimi niko hapa niko na wakaka kabisa niko natafuta mabibi. Ataniambia unaona mimi napana example kabisa watu mbili naambia kuko dada moja na bwana. Nikamwambia tushamaliza. Sasa unaona probleme iko na wafia poezi tuko na walomba na nishauri. Kama vile dada mloko. Mwanamke hawezi kuwa simple kushusha kabisa. Mwanaume jua kuheshimia na kuoa. Ifua tafute vile rangi ya pese yako. Si wote tuliolewa.
Mimi nilipata bwana mimi Boezi, sikupata kwa nafasi nyingine. Na yule bwana mimi nilimkuta alikuwa anatafuta mabibi yake. Bwana mmoja kutoka kujua. Alihangaika. Na mimi peke bibi yake nilimpatia bibi. Unaona? Sasa niona na kurubire zinapita. Akaona hata ifo ni bani. Sasa umempa bibi na mnapendana. Tulikuwa tunapendana kuna dipenda. Sasa na mimi nilikuwa naona tu iko trop jeune sana. Unaona nilikuwa penda mwa bafie mwa bakaramba nini bibi. Unaona? Unaona ukakuwa na bwana miaka presque iko ukafatana miaka iko unakamwa. Wewe hata penda umuone una hata penda umuone unaona. Mimi niliona na kia kuona nikapenda nijue mama yake. Juu Kongo iko mzuri. Komine unaishi tutayua education. Familia yako vile iko tutayua evolution yako hiyo. Nilichunguza jamaa yake na akachunguza yangu. Sasa niliona familia yake kuko na responsible. Mama iko na ile nani ya mama. Na njoo natafika kwa. Sasa wadada wanapasha jishika kujua nini. Mwanaume akakwambia je t'aime, haiko fasila kushusha kaleso. Juu ile je t'aime ukamshusha tu kaleso, na ile apetia kukoa inafanya nini? Naishi. Na ya pili, bibi bwana mwenyesha o. Hata na kia kukupenda. Hata tosha nilika kunyumba juu kutia. Juu hakuna leo tafanya special lenyole nileke kunyumba kaito. Juu yako asipiga muziki. Iko tu descent. Nikukia kukuchezea na nakaribisha credibility anapacha. Juu sasa kukaribisha credibility yana ku yako na lazima ku. Anaenda shona tukana mapapa watu hata kupenda. Ya muhimu ni kugusa kukamata Mungu na kujipatia heshima. Mwanaume kama anakupenda fomu angaishi. Juu vile heshima tu Kongo ilikuwa tuna garçon nakupenda hata miezi ilikuwa fata unaona mwingine hata mwaka. Na garçon nakufishia dépense. Mais hapa dépense haiko. Ba mwanaume kenyo kunasaidia mwanaume tena na facilite. Orke kwetu sashi tunaiwa kama juu bwana kupandie ndio ifo kushakula. Asha kufaishia ma dépense, ushapata franga, ushafaa ndio uko nakuta ile bwana kasa ni anakuconvaincre ndio unakosa mlango na deni. Donc una comprendre kabisa ke u garçon na ya anisampula acha kwa na mimi mpokee. Na unasikia wakaka baba wameni nilimpenda lele sasa tugari kisha. Donc bowe shona ni rapport sexuel njoo mwanaume. Mwanaume anatafuta rapport sexuel il faut qu'on magumu kwa mwanaume. Juu hata Fally aliimba ule kaka musicien profane anakuambia fanya tasa mwenyewe na katala. Juu na soko na katala inapatia kama mwanaume afakisha sijua yeye ile fast kukwai. Unasa unaweza nipenda kakeri kuna nipenda kabisa ushanipenda. Melamina yaka Amerika kwa fraka. Eriki kwa familia yake. Mejuni mpate oka. Hii nafanya nini? Kama unakia avanti utafanya nini? Kama unakia mserious utafanya nini? Utachunga. Utakia kesho unamwambia kaka unaambia plant yako pale unaenda. Me hapa tu. Uko close. Utaweza kile kitu. Sasa wewe katika hiyo, yani unaonekana wewe uende Afrika usiende Afrika. Ni yale. Iko ni yale tu zake. Maana siri tu ni Mungu tu. Mungu tu kamata tu Yesu na ukujiheshimisha. Treasure. Sasa wewe kuna swali kwa kitu ambacho ulisema. Ulisema kwamba yani bora mwanamke akwasha chizocheza ndio ifike unaanza muoa. Ile no sikia mimi kama niliongea hivyo sijaongea kwa kusema eti ni must nitafute yule ambaye ameshacheza no nasema inaweza katokea sababu wanasema kila reka iko exception unaona inaweza katokea na kuonyesha okay nishafika lakini roho yangu amechoka no hapana tena amechoka ndio anatoka kumfutia mwanamke fulani huyo mwanamke ananifutia unaona na siwezi mtu ambaye anifutii kwanza apia anataka anifutii juto yacheza yule anashika dini sijui yeye ndo yeye kukanisa kila siku ndio nimuona apia anataka anifutii no sababu gani wewe mwanamke anataka kuoa ndio mwenye spend yani the rest of my life unaona so lakini nakia kutanisha ule mwameshacheza ndio ambaye ananifutia mimi
Bana, sina choice. Yaani nitamchange ikiwezekana kama ni sikia kwanza ikiwezekana kama ndio Mungu ambaye amenichagua. Hauna possibility ya kuchange. Okay, sasa yani acha niongee hivi. Acha niongee. Holy God. Okay. Hauwezi ukachange. Mimi mnielewa, inabidi wanifuate kwa makini sana. Na lazima nitamchange kupitia maombi. Yaani nitaomba Mungu amchange, Mungu atashuka tu. Wale ni sana. Yes. Sasa na wewe uamini ukuwe na Kristo kweli. Okay, sikia. Kipindi sasa ile kusema yule mwanamke ambaye ameshacheza kapita huko kaingia huko, sijui akashuka chini akapanda juu. Yaani ule hivyo status yake ya kuolewa ime expire. Na njoo msema kwamba wale ambao wanafanya vitu kama hivyo njoo wenyewe bora cheza sana. No. Unasaidia hapo. Unajua mwanamke tu kama mwanamke anacheza chini. Kama hapa boys. Huko wanawake ngwa sema wanashimana na mtu wanasema wao utaolewa. Kama nawaambia wao utaolewa tena. Unasikia? Unaona kwa nini? Hata kama unajua kuembeleza watu. Ndoa kwa nini imebembeleza? Unasikia ndoa swali huko na babako na mamako pale. Hapo inafaa ule kitu njema kinapita mbele ya babako hivi wako wanasema mwanamke kweli. Kwa wanawake wenye wazee wanajua identity ya kila mtu. Unasikia? Utaleta kwa mwanamke mwenyewe unakutanisha leo iko na shimama na babake mke mkiwanja na mtukano. Unasikia? Huyo mwanamke huyo. Unasikia? Tuko na wadada hapa. Dada shona mwanaume anashika pantalo. Sasa unakutanisha mwanaume anashika pantalo hapa hivi. Unakia kwangu pale kwa godeo wangu takupiga na kwa kufukuza. Umoto ni ukoti. Unasikia? Yeah. Jua nini? Kitu kingine yeko pale ni nini? Unasikia? Hapa boys hapa. Beo anachapua boys. Ni majeni garçon. Sasa wajeni kwa nini unagusia sana hiyo point? Wajeni inaweza kuwa wajeni wa dada. Hakuna dada mmoja kwa 10 atoka mimi wanaume na kupenda. Unasikia? Tusikuwa tunadanganyana. Subiri. Tusikuwa tunadanganyana. Mwanamke akuje tu kaka Mlawe, I love you. Ile kwa kitu kimoja kirefu sana. Wanaume ndio wanataka kukutia watu. Atajenga kwa mastanki yake gari, akiwa kujua dada wa mpya anakuja pale, ana gari yake hapo. Hapana na ile na. Juu ngoja tulisoma. Twende pale. Unaona fii. Tuishafika Amerika. Si vile? Ne tout est possible. Badala ndio na possibility ya kuzaga. Wanya mbitu vile uko pale unakia na master, mbona unakia na hame. Utanipisha juu ya hame. Hama iko bwana. Acha nikwambie, mimi kitu nifikia hapa boys. Yangu mimi mwenyewe. Mimi watu nilifika boys. Nilikuwa siyakuwa na kazi. Nikaingia club ya kuuza muziki. Unasikia? Nikuta wadada wengi, vijana wengi ndani ya ile club kuuza muziki. Ya kinua moja hivi anaishi Nampa kwa leo. Tukutana wadada wengi na wakisikia hii topic tuko nayo watakumbuka. Unasikia? Sasa niliingia pale kila dada akawa anapenda akuwa na boyfriend mwile italiki sio tena wa muziki pale. Kwa dada mwingine anakuwa ni wazia mimi nitapendana naye. Anakia na gari yake mpaka kumbini watembea kivelo kinga. Ndio nipatia kwa ile kinga kama hiyo. Niko shikatis pale, kartis pembeni ya Bora High School. Anakia kusubiri na gari yake anambia, "Tuende mgani tuende kwa kuzipa pantalo." Tunaenda anuzia pantalo. Sasa yeye kinyume yuko anafikiria kama hisi wanabeba mgari, anaona mimi siko mshenzi. Sasa takia nishikikie gari. Kila mtu ana fasi kwa litokea. Unasikia? Kwa mtu anatoka mpori ya kula gari. Kwa mtu anatoka mpori ya kupata $100. Unasikia? Mimi nilikia toka Afrika na nilikuwa na kapasiti ya kuuza gari, unasikia? Nitembelea magari, nitembea makapitali ya mingi. Niona wanawake wazuri South Africa, Zimbabwe, mawapi unaona. Sasa wakati nilifika vile, mwingine tatu tulikuwa naye tena. Akakuja usiku na gari. Tuko watu waine mnyumba. Sitawataja watu majina wakiona watajua. Anakuja yule dada paka kwetuko. Ananiambia hivi, mimi na kero nitalala na wewe hapa. Unasikia? Mpaka mdogo wangu pasia machozi yanamtoka mmaki. Mosi hawahi kwa vitu ya hivi. Mimi nikamuuliza yule dada hivi, sasa wewe kitu gani kinakuvutia uniambia sema utalala hapa leo? Akiana kwa dini yake msakosha nitoa mgari. Nikamuuliza, sasa mimi na wewe nishakwambia nakupenda. Kwa hapana. Mimi nachunga sana uniambia unanipenda akili ya niambia. Sasa mimi leo na kila mbona usikia tayari hapa na wewe hapo. Mimi siko tayari. Nikutafutie mwanaume. Gistu ulikuwa umeniambia wapi? Nani anampenda huyu dada mbele? Umwambie nampenda.
Na kala wale dada mnyumba chukua chote bali mnyumba watu wala kala wale dada mnyumba mshamba mmoja. Na kurudilia sasa kwenye nao tulisema ni wakaka juu kwa kuharibisha. Mbo. Hapo nakuwa dada. Tuko tunaenda. Ule si dada ule. Tuko tunaenda. Anakuwa pia kalala mwe nyumba yetu. Kumacha watu. Kula analamuka usubuhi. Anatoka na sababu naenda kwetu. Aliingia mapakta wao wa apartment. Kwa nini mwingine? Unasikia? Sasa unasikia sio wa sio Ngozi. Rafiki yangu anakuja kuniangalia. Akapitia pale. Anamkuta mheshimiwa kule. Akaambia unakuta dada fulani. Sasa lala. Twende muone. Kwenda mule na mkuta dada mheshimiwa. Na muangalia. Kesho nikamwona kwa mama nikamwambia unaona mwenye. Sasa mimi nilikuwa Afrika nimepiga makofi. Unaona ile kweli unapenda uolewe. Na ndio maana utaolewa hapa. Maana wao wote watakufuata. Kama unapatia historia yako. Unajua nini? Baba yako na mama yako uko unawasaidia kitu gani unaonesha? Unasikia? Ile ni engo inatoka. Tuko na babie. Wewe baba, mko na watoto. Unakwenda kubundia wapie bajuu kama kwa nyumba yako. Uko unafundisha nini? Sasa leo na baba unatoka kumgiza giza, unapata pia. Shabi mtoto wako na mimi gaso, nenda kupata kule wale pia sikujua. Pale tunapanda nini mcommunity. Baba ulienda mgiza giza unapimbia mwanamke kule. Na mimi nakia mimi mtoto wako gaso wako. Unaenda mjia unaenda na shua na pia mjia pa ile unakia tuambia kwa nyumba unafanya watu watu. Unasikia nini? Baba mjeshimii. Boizini ya kuchafuka. Unasikia? Na banaume, na bafie, na mama yetu, mage identite kote ya kubomoka. Unasikia? Inabidi watu waikae pasi moja, bajifunze kuwa na heshima na kuheshimisha wa familia. Sasa Ferdinand, yani na ndio sikiliza kwanza. Na ndio kwa maana hapa boys, mariage haiko mingi. Tupa dada yetu. Sio dada yake akwambia gasoma mimi tafutie bibi. Na kutafutia Janet sasa pale tushapita zamani. Inamaanisha nini? Bashamaliza. Unabakia unabakia chupa iko vipi? Unasikia? Lakini sasa kwa kupenda tumalize hivi. Na ile kukuwa na zagalisha mafamilia. Leo wewe gakso ukiingia matoto. Unazagalisha familia yako yote na mama yako na baba yako wote. Lakini ukipenda mwanamke mzuri, hitu wanakuambia hakuna kitu kinyeko kinadresse watu kama vile kanisa. Swali wa Amerika pasi pazuri sana. Kama unakomoa watu kufunga watu, bado watu na sheria. Hivi vyote wanafungia watu hapa. Tulibia apprendre tangia kuma camp de réfugiés. Unafanya ile seminar, wanakuambia Marekani ni hivi. Hawasikia sasa. Ukibreak, ubali ukienda tu una against the law. You must go to jail, you know. Et puis, tunafika hapa. Unaona kwa unajiona ndio mie. Antani uko chini yako hivi. Wewe kabisa. Unatia mazatu. Pia sipite. Pia shapita wanatia masikio. Unatoa masikio. Unakuwa nani? Ndio Rick Ross. Unatoa gani sange? Ulitoa kama ni kujukula kule kama ni wapi? Kule kuterere. Hivyo. Ukose ujue juu ya nini niko hapa. Na kitu gani kituleta? Unafikiri leo Afrika matajiri ngapi? Watoto vizao kwa Marekani wanaikosa dali. Sasa lakini sie tunapata ile neema ya Mungu. Anakubariki, afadhali familia yako anakuleta Marekani, unafika hapo leo focus na ndio ulifuata. Unakuwa kupata mwanamke, sasa anakufunga, unaanza kulia. Unasikia? Kwa watu wengine wanakuwa kwa yeye bakishem garçon, kudetruire bezao ba jeune. Acha jaribisha maisha hii peke kwanza na kukunya pombe. Anakwambia upitie, twende kubwata. Juu adetruire na wengine. Unaona? Ile yote ni makosa. Tukale pasi moja, twende kwa kanisa, tuombe Mungu, tuombe Mungu atusaidie apanue community ya Bakongole. Bakongole hatuna mapendo. Tribalism ni shie. Sasa acha hiyo ni topic kubwa sana na kwa kuambia wale ambao wanatufuatilia katika kipindi cha EGAT, hii topic ni ambayo haitaisha sasa. Yaani kwa sababu hivi kuna wengine wa guest wanaendelea kuniandikia wanapenda nao wagusie point na ni topic ambayo ni nzuri sana na ni nzuri kitu tunajadiliana. Kufuatana na hiyo yote lakini nimegusia kila kitu ambacho nimegusia mwisho ni nini? Mungu unagusia tu ni Mungu tu. Yaani hata uende Afrika, hata ubakie uolee hapa yote ni mamoja lakini ni Mungu tu. Sasa kwa wewe ambao unasema unaweza kugeuza mtu kweli. Kwa sana sana tuongelee huyu ambaye hajaoa. Eske kwa sababu kabisa nasikia maneno yote unashikaje? Okay. Kivyangu mimi nawasikia lakini unajua mtu kuomba shauri
anakuwa na jibu yake kwanza peke yake, ambaye anakuwa ameshajijibia yeye tayari. Yaani anaweza kuja kukuomba shauri lakini niko na jibu. Na hata kwanza nirudie nyuma kidogo na kuuliza. Sasa sawa vile hivi. Kisi msema kwa nini tuendaga kwa Afrika na ukifuata fresh, sio Afrika wengi wao tunapenda kurudia Afrika kwa. So, kama mimi hivi niko na dada na wadada. Sasa mimi na wewe tukiwa na ile tabia kusema inabidi turudi tukoe Afrika. Sasa ule dada yako unamtafutia nini? Ama ule mwanamke mwenyewe unaenda kuoa kuna unamleta kusema sasa unasema mtoto wa kwanza, mwanamke wa pili, mwanamke wa tatu, mwanamke yaani nao inabidi uwarudishe kwanza Afrika au vijana huko warudie Afrika waende wakaoa wakawalete tena. Yaani kusema hapa hivi mwanamke hawezi kuolewa. Mwanamke ana ile sheria kuolewa sababu tunasema watu wa Afrika ndio wana tabia nzuri, wanawake wa Afrika ndio wako sijui hivi. Mwanamke wote ni mwanamke. Unaona kama tunaongelea kitu hapa ni sababu ni kitu kinaongelewa nini ndani ya community. Sasa ndio tunaleta kwa sababu ukifuata fresh watu wengi ambao nimeshawahi kuwasikia wasikia eti inabidi nirudi sababu dada yako ataolewa aje kama uko na nini kurudi mimi nani kurudi. Inabidi wewe muoe dada na mimi muoe dada yako. Tufanye maisha hapo unaona? Yeah. Na kile kitu mimi nikasema kushauriwa vijana, okay. Wadada nao naweza sema ni wabaya. Sababu mtu hapa shikondo kwa mzungulie. Nafika nakwambia nakupenda, yes. Mwingine anapita nyuma nakwambia nakupenda, yes. Yaani wao hujui kukataa. Afu na isitoshe wadada wengine wa polisi wanaweza kupunguza matabia za text, yani ya textinga wa vijana. Sababu unakutanisha siwezi kuwa na shauku ya kukupenda na sikuwa nakupenda. Lakini kupitia kisi umepata namba yangu na ni text hi, na mimi kutext hi, how are you? I'm good and you? Sijui nini na nini. Unaniingiza sababu kipindi naona njia yako unaniachia wapi? No, kipindi unajifungulia njia. Kipindi unajifungulia njia, utasema nini? Acha sasa niende. Basi yeye ndo ananipenda mimi. Basi acha nijende zangu na wewe sitapita hapo naona kila free anakosa exit. Yeah, ukinifungulia free utapita na nitachukua exit huko na sasa unapita na unamharibishia naye. Okay, kwa nini unanifuata mimi? Naona acha tuambie. Acha. Katika hiki kipindi ambacho ndio mzuri sana. Yeye acha nimsaidia. Acha tuweke hiyo point kwa next time kwa sababu muda inaendelea. Na tutafuatilia sana. Tunawashukuru sana kwa wale ambao wanatufuatilia katika kipindi cha G18. This is a very good topic. You all invited na kuna wale ambao wanataka nao pia wakuje. Sana kusikia na wale ambao walikuwa na text treasure mnasikia ni muache texting. Hiyo ni ushauri kwa wanawake. Mjikaze sana msikuwe mna text hiyo ushauri lakini bado tutafikia to the point ya kumalizia hii episode. Tutawaambia tena mtufuatilie katika kipindi ambacho kinakuja. Tutaendelesha hii episode ambayo hii topic ambayo tuko ndani na muendelee kutusupport mahali pote.